Karibu kwenye chaneli yako ya mahusiano na maisha ya mapenzi. Leo tunazungumza mada nyeti lakini muhimu sana. Kama bado anafanya mambo haya, mwache tu, vunjeni uhusiano. Katika uhusiano kuna tabia ambazo endapo mwenzi wako anaendelea kuzionyesha licha mazungumzo na juhudi zako, ni ishara kwamba huenda uhusiano huo hauwezi kuendelea kwa afya. Mwanamke wa kwanza, kama mpenzi wako ana marafiki wa kiume. Jambo la msingi si jinsia marafiki wake, bali aina uhusiano alionao na mipaka iliyowekwa. Hapa kuna mambo muhimu ya kuzingatia. Je, anakuwa wazi kuhusu hao marafiki? Kama anakueleza kwa wazi kuhusu urafiki huo, anakukaribisha kuwa sehemu ya mazungumzo, basi huenda hakuna tatizo. Namba 2, je, kuna mipaka ya heshima kati yao? Kama urafiki huo hauna viashiria vya kimapenzi, hakuna ukaribu wa ajabu kama kukumbatiana kihisia au siri zisizofaa, ni salama zaidi. Na namba 3, je, anakupa kipaumbele na kukuonesha kuwa wewe ni muhimu? Mpenzi wako anapaswa kukufanya ujisikie salama na kuthaminiwa. Marafiki wa kiume wasiwe chanzo cha shaka au wasiwasi. Dalili za tahadhari: kama anawasiliana nao kwa siri, anakasirika ukimuuliza, au ana historia kukosa mipaka, hiyo inaweza kuwa alama nyekundu. Kama mmoja wao aliwahi kuwa mpenzi na kuna historia ya kimapenzi, lazima kuwe na maelewano ya wazi kuhusu mipaka. Mwanamke wa pili, kama bado ana mawasiliano na ex wake, fikiria mara mbili. Kama bado ana mawasiliano na ex wake, fikiria mara mbili. Ukweli ni huu: mtu anapomaliza uhusiano, hasa wa kimapenzi, inapaswa kuwe na mipaka mipya. Kama bado anawasiliana mara kwa mara na ex wake bila sababu ya msingi, hii ni alama nyekundu. Haya ndio maswali ya kujiuliza: mawasiliano yao ni ya kawaida au yanaficha jambo? Anakueleza kuhusu mawasiliano hayo au anayafanya kwa siri? Je, anakasirika ukimuuliza kuhusu ex wake? Kumbuka, mawasiliano ya karibu na ex yanaweza kufungua milango ya hisia za zamani kurudi, na hilo linaweza kuharibu uhusiano wako wa sasa. Ushauri: ikiwa bado anawasiliana na ex wake na hujisikii salama na uhuru, zungumza naye kwa uwazi. Ikiwa hataki kubadilika na hao ni tatizo, kuna kila sababu ya kutathmini upya nafasi yako katika uhusiano huo. Namba 3 ni mwanamke anayeweka mipaka kwenye upendo. Kama mtu anakupenda kwa masharti, anakupenda tu ukiwa na kazi, ukiwa na muonekano fulani, au ukiwa titu, huo sio upendo wa kweli. Mtu anayekupenda kweli haweki vigezo kabla ya kukuthamini. Upendo wa kweli unahitaji kujitoa kihisia, kimawazo na kimatendo. Lakini ukiwa na mtu ambaye kila kitu kwake ni mipaka tu, hawezi kukuambia na kupenda, hawezi kukuonyesha hadharani kuwa uko naye, au kila jambo analifanya kwa tahadhari ya kupitiliza, hapo kuna tatizo. Ishara kwamba anaweka mipaka: anaogopa kuongea kuhusu mustakabali wenu, hakupi nafasi ya kujua maisha yake ya ndani au familia yake. Hauoni ishara za upendo kama kushirikiana, kusaidiana na kujali hadharani. Ukweli ni huu: kama mtu hajajifunza kupenda bila masharti, mara nyingi bado amebeba majeraha au anaogopa maumivu, lakini haimaanishi ukubali kuumizwa kwa sababu hiyo. Ushauri: zungumza naye kwa upole lakini kwa uwazi. Kama hata baada ya muda huo anaweka kuta kati yenu, huenda anahitaji mapenzi, si uhusiano wa kweli, na wewe unastahili kupendwa kikamilifu na si kwa nusu. Namba 4, kama hakuheshimu, usivumilie. Kama hakuheshimu, usivumilie. Heshima si zawadi, ni haki yako ya msingi katika uhusiano wote. Mtu anayekupenda kwa dhati hawezi kukudhalilisha hadharani au faragani, kuongelea vibaya kwa wengine, kukuthamini wengine kuliko wewe, kukuamrisha, kudharau na kupuuza maoni yako. Heshima ni zaidi ya maneno. Heshima huonekana katika vitendo: namna anavyokusikiliza, namna anavyokuheshimu mbele za watu, anavyokutetea na hata anavyokukosoa kwa upendo. Ukweli ni huu: kama mtu anakupenda lakini hakuheshimu, huo sio upendo, ni udanganyifu. Usikubali kukaa mahali ambapo thamani yako haionekani. Namba 5, kama anakataa kuwajibika, jiulize mara mbili. Kama anakataa kuwajibika, jiulize mara mbili. Uhusiano wa kweli unahitaji watu wawili walio tayari kubeba majukumu ya kihisia, kifamilia, kifedha na hata ya maamuzi.
Mtu asiye na uwajibikaji atakuachia uamue kila kitu peke yako, ushughulike matatizo yote peke yako, kufanya kazi ya uhusiano upande mmoja. Ukiona mtu anakwepa wajibu wake, analalamika kila mara, anatafuta wa kulaumiwa kila akifanya makosa, huyo si mtu wa maisha, bali ni mtu wa muda tu. Ukweli ni huu: mtu anayekupenda kweli atawajibika kwa furaha kwa sababu anajali. Mtu wa 6 anapenda kukutishia kuondoka kila mkigombana. Chukua tahadhari. Anapenda kukutishia kuondoka kila mkigombana. Chukua tahadhari. Kila uhusiano una changamoto zake, lakini kutishia na kuondoka kila mkigombana si suluhisho. Ni ishara ya ukosefu wa ukomavu wa kihisia na njia ya kukuumiza kiakili. Mtu wa aina hii anatumia vitisho kama silaha ya kupata nguvu au udhibiti. Mara nyingi anakufanya ujisikie hatiani kila wakati. Unakosa amani kwa kuogopa kuachwa. Unajikuta ukijipendekeza kupita kiasi ili tu asiende. Vitisho vya kuondoka havijengi uhusiano, vinavunja. Kama mtu anakupenda kweli, hata kutishia kuondoka kila mkigombana. Tataka mjenge pamoja, si mharibu kwa maneno makali. Kama uko kwenye uhusiano na mtu ambaye kila tatizo ni kosa lako peke yako, na kila ugomvi unapokuwa yeye hutokea kuwa mtaalamu wa kutupa lawama bila kujua aliko kosa lake, basi kuna jambo kubwa linatokea. Huu si uhusiano wa usawa, bali ni uhusiano wa kubebeshwa mzigo mmoja tu. Kila ugomvi unakuwa ni kosa lako tu, hata kama unajua wazi kabisa kuwa kila mmoja na makosa, bado yeye atakufanya uonekane wewe ndiye mlandaji. Hakuna majibu wala suluhisho kutoka kwake. Hii ni ishara ya mtu ambaye yupo tayari kujitolea kutatua matatizo kwa pamoja. Badala yake anahisi ni jukumu lako kutatua kila kitu. Kwa nini ni muhimu kutambua ishara hizi mapema? Kwa sababu uhusiano mzuri unahitaji kujua jinsi ya kukubaliana, kusameheana na kupambana na matatizo pamoja. Kama unajikuta kwenye uhusiano ambao lawama zinapelekwa kwako kila wakati, basi huwezi kufurahia na huwezi kuwa na furaha ya kweli. Huu sio uhusiano wa kujenga, bali ni uhusiano wa kuvunja. Asante kwa kutazama video hii, na kama umejifunza kitu au umeona hii ni muhimu kwa maisha yako ya kimapenzi, tafadhali usisite kubonyeza like, subscribe na share kwa wale wote ambao wanahitaji kujua haya. Kama kuna jambo lolote unataka kushirikiana, weka komenti yako hapo chini. Tuungane kwa pamoja ili kujenga uhusiano ulio bora. Asante.